Kwa utaratibu kwa mtu yote ambaye ametoka kukutana na changamoto ya kuzama maji, tukisha mtoa tunatakiwa tumpe huduma ya kwanza. Kwanza tujue anaendeleaje na hali yake inaendeleaje. Kiasi kwamba kama ni mtu alikuwa amekunywa maji, tunalazimika kwanza kupambana kumfanyia huduma ya kwanza kuweza kuyatoa yale maji ambayo amekunywa. Baada ya hapo sasa tunatakiwa tuchukue hatua ya kumpeleka hospitalini kwenda kupata huduma zaidi. Mtu aliyetumbukia kwenye kisima unamtoaje? Kwa sababu ukiona kuna maeneo wanatumia visima. Unafanyaje kumuokoa? Kwenye kisima ni rahisi zaidi. Kwa unatumia kamba, unamrushia kamba, unamtoa. Au kama kuna mti, pia ni vile vile unamwekea mti, akishika mti ule unamvuta, atapanda juu. Au kama kuna ngazi pia unaweza kumshushia ngazi akapanda kwenye ngazi akaibuka juu. Ili uweze kuchota maji lazima uingize ndoo, na ndoo ina kamba. Ndio. Kwa hata ile kamba pia ukimrushia akishika unaweza kupanda nayo, ndio. Kuna mbinu mbili ambazo zinaweza kutumika kwa haraka haraka. Ya kwanza ni ile kamba ajifunge ili mumzuie abakie pale pale. Wakati wengine wanapiga simu zimamoto ili tuweze kuja kutoa msaada. Au la hasha, basi mtu ambaye yuko nje ajifunge ile kamba, ashushwe chini kwenda kumbeba. Ambayo pia ni riski ya pili, kwa wanaweza wakazama wote wawili. Sasa chague kuwa upige simu zimamoto wakati ule wa chini amejifunga kamba anasubiria msaada, au mtu ashuke tukatafuta riski za watu wawili tuje kuwatoa watu wawili. Kuna maeneo ya watoto kuogelea au hata watu wazima, ili kuwepo vifaa vya uokozi au dharura inapotokea mtu amezama kwenye maji. Anasema mnafanyaje kwenye kulisimamia hili? Kwa sababu kuna wakati hizi dharura zinatokea pia huko. Asante sana. Cha kwanza ambacho tunakifanya ni kukaa na uongozi kuhakikisha kunakuwa na mtu maalum ambaye anasimamia hizo sehemu za kuogelea, yani swimming pool. Na ni mtu ambaye anatakiwa akae muda wote akiwa analiangalia eneo hilo pindi linapokuwa linatumika. Kwa hiyo tunategemea kipindi chote ambacho swimming pool ambazo kwa zinatumika, yani kwa maana kuna watu wanakuwa wameenda kwenye swimming pool kuogelea, inatakiwa yule mmiliki hakikisha ana mtu maalum ambaye anajua kuogelea na anahakikisha na anasimamia usalama wa watoto na watu wote ambao watakuwa wameingia kwenye swimming pool. Ndio. Lakini swala la kwamba hayo maeneo yawe na vifaa inapotokea dharura, kwa sababu ni kweli utadhibiti, lakini wakati mwingine lazima tukubali kuwa dharura zinatokea. Okay, kwa upande wa vifaa kiukweli kabisa, wakati ule mtu, kwa sababu yeye mtu yule ni mtaalamu, anajua kuogelea na anajua tahadhari ambazo zinatakiwa zichukuliwe. Moja ya tahadhari ambazo zinatakiwa zichukuliwe ni pamoja na kuwa na vifaa vya uokoaji vya awali kuwepo katika mazingira hayo. Kwa hiyo kumbe tunachokitegemea sio mtu peke yake kuwepo katika zoezi la kulisimamia swimming pool, lakini pamoja na vifaa vyote vya awali vinavyohusika kwenye kuogelea vinatakiwa viwepo. Sababu inaweza ikatokea mtu kashikwa na msuli kwa yupo kwenye kakina kirefu. Kwa hiyo hatua ya kwanza rahisi ni kumrushia life jacket au life ring au boya. Kwa hiyo kumbe vile vifaa vinatakiwa viwepo pembeni. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.